Unajua bwana, matatizo wakati mwingine unaweza ukawa umekutana na matatizo ambayo ukitazama mbele unaona ni giza kabisa. Na mara nyingi matatizo ya aina ile unakuwa hujui kabisa ni namna gani unaweza ukayatatua. Lakini huwa mara nyingi pia matatizo ya aina ile yanatatuliwa kwa njia nyepesi ambayo huwezi kuamini. Yaani unakuta inatokea njia ya kutatua matatizo yale mpaka wewe mwenyewe unashangaa. Ni mimi kweli nimetatua hili tatizo? Bora nilikuwa naona giza kabisa. That is what happened to me, my friends. Siku ile bwana, msikilizaji, naomba tu nikukumbushe bwana. Unakumbuka tuliishia katika simulizi yetu, tulishia katika sehemu ya 4, sehemu ambapo bwana, ilikuwa ni wakati ambapo kaka mmoja alikuwa ameingia pale venue mahali ambapo nilipokuwa nimetulia, na ikiwa ni muda mchache tu baada ya mimi kuzungumza na mama yangu, huku akiwa ananiambia, mama yangu akiwa ananiambia kwamba ni is better to postpone, yani ni vizuri niweze kuahirisha masomo yangu kwa sababu mbinu aliyokuwa anataka kuitumia ili aweze kupata mahitaji ya aweze kunipatia ada ilikuwa imeshindikana kabisa. Sasa bana msikilizaji, muda ule ndipo ambapo akatokea kaka. Pale ndipo tulipoishia, nikawa sija kumalizia kwamba yule kaka alifanyaje na kadhalika na kadhalika. But the big surprise ni kwamba yule kaka alionyesha kunifahamu. Sasa bana, katika sehemu ya 5 ndipo mahali ambapo ninatamani niweze kumalizia, nikueleze kila kitu, uweze kufahamu mwanzo mpaka mwisho story yangu. It is amazing my friends, you can't believe. Msikilizaji, mimi nilikuwa nimekaa zangu pale. Muda ule nikawa niko zangu na kula mawazo yangu tu. Naweza nikasema nakula mawazo kwa sababu nilikuwa niko kwenye hali ya kukata tamaa sana. Nirudi nyumbani. Then kwa hiyo masomo yangu ndo mwisho. Na nasema ni postpone. Then nikisha postpone, nikisha irisha hiyo masomo sasa, then nakuja kwanza upya lini? Hiyo ada itakuwa imepatikana wapi? Yule kaka bana akaja akasogea karibu na mimi pale. Akawa amekaa na mimi ananitazama sana. Ngambia, wewe kumbe unanifahamu? Akaniambia, nitaachaje kukufahamu lile? Na kufahamu. Mbona unatazama? Na kufahamu ndio. Sasa hivyo umenifahamu vipi? Mbona mimi sikufahamu kabisa? Ni kawaida kabisa, hapa si chuoni. Ikiwa tuko watu zaidi ya 10,000, sijui 20,000, sijui takwimu zinasemaje, sijui 15,000, sijui 18, sikumbuki. Watu zaidi ya 10,000, unawezaje kufahamu kila mtu? Sasa kwa nini wewe mbona umenifahamu? Ndio hivyo sasa kwamba mimi nimekufahamu kwa sababu maalum. Ninakufahamu wewe kwa sababu niseme tu kwamba imetokea nikajikuta na kufahamu. Na sishangai wewe kutokunifahamu kwa sababu ya idadi ya watu ambao tulioko hapa. Kama hujawahi kuwa na kazi na mimi, huwezi ukanifahamu. Sasa wewe ulinifahamu, ulikuwa na kazi na mimi? Hapana. Kwani umechukia nilivyokufahamu? Hapana, sijachukia, ila nimeshangaa tu. Basi potezea basi. Nipotezeeje? Yaani potezea kana kwamba, yaani mbona mimi nilikufahamu kitambo alafu sikuwaza hata kwa namna yoyote ile. Na wewe ulikuwa hujui kama nakufahamu. Kwa hiyo hata hapa sasa hivi ukipotezea utakaa kawaida tu. Yaani potezea kana kwamba hakuna kitu chochote kinachoendelea. Yaani kama hujui kabisa kwamba nakufahamu. Hapana bwana, wewe niambie ulinifahamuje? Yaani ilikuwa kwaje mpaka ukanifahamu? I want to know at least machache kuhusiana na kunijua. Bana, mimi nilikusikia wenzako akikuita. Kwa kifupi tu ndio hivyo, nilisikia mwenzako akikuita. Na kwa sababu nilikuwa nakuona mara kwa mara basi. Sasa unaniona mara kwa mara basi kuna watu dada. Nisamee basi bwana kama nimekufa. Basi sikufahamu basi. Yaishe basi. Msikilizaji, yule kaka ni kama alikuwa amenikata sasa. Yaani kama alikuwa hapendi jinsi ambavyo nilivyokuwa namngangania sana ile niweze kumfahamu. Niweze kufahamu kwamba ni kivipi alinifahamu. Lakini nikasema bana potelea mbali. Nikanyamaza tu, nikamwambia haya bana basi yaishe. Tukakaa pale. Mimi nilikuwa nimetulia zangu.
naendelea kutafakari tu vitu vyangu pale kuhusiana na mimi, masuala yangu ya masomo. Yule kaka akafungua laptop yake kidogo pale. Nikashangaa akawa amefungua pale alafu haangalii wala labda hafungui. Mimi nilijua atafungua labda notes asome, lakini sicho alichokifanya. Alichokifanya pale ni alienda mpaka kaingia kwenye gallery ya upande kwenye kompyuta yake. Akawa sasa ameweka zile picha zikawa zina slide tu. Sasa unajua bwana, kawaida ya picha, mtu mkiwa mmekaa pamoja hapa kwa hapa, akiwa anaangalia picha, utajikuta ukipeleka jicho mara moja, ukivutiwa na picha huwezi kuondoa jicho, utajikuta bado macho yako yanaganda pale. Nilijikuta macho yako yakiwa yanaganda pale pale kwenye PC ambayo alikuwa ameweka pale kwenye meza juu. Nikawa natazama tu zile picha jinsi zinavyo slide. Niliona picha zingine akiwa ni yeye, picha zingine nilikuwa naona wadada wazuri ambao waliokuwa amepiga nao picha, zingine nilikuwa naona wadada pekee. Niliona picha moja hivi ambayo ile picha ilikuwa inaonyesha kwamba ni yeye akiwa pengine na wazazi wake. Ni kutokana na umri ambapo walivyokuwa. Ilikuwa ni kama picha ya familia hivi. Nilimwona yeye pale akiwa amevaa miwani, nikaona na watu wengine pale, baba mmoja, mama, watu wazima, nikaona na machali wengine pale. Nilitamani kuiangalia ile picha zaidi, lakini kwa bahati mbaya ikawa imeondoka. Sasa nikajikuta nikiropoka, nikamwambia hebu rudisha hiyo. Akanitazama akaniambia, la, kumbe naona angalia. Nilikuwa sijui, nikajua kwamba umekasirika sana kwa sababu nimekataa kukuambia kwamba kwa nini nakufahamu. Hapana, basi tu. Nilizuga pale kana kwamba sitaki tu, kwa sababu kwanza nilijishangaa kwamba imekuwaje nikaropoka kumwambia arudishe picha ambayo alikuwa nia yake sio kunionyesha mimi. Nimeiona kwa umbea wangu tu kutazama pembeni. Basi akakugusa pale akarudisha pale ile picha ikarudi pale. Umefurahi sasa? Nimefurahi. Umeipenda sana? Nimefurahi tu kukuona ukiwa na familia. Si picha yako ukiwa na baba yako, mama yako, si ndugu zako. Mbona umewahi sana huko mbele hivyo, kwamba una uhakika gani kwanza kwamba hao ni babangu na mamangu? Sasa inaonekana tu hapo hiyo picha jinsi ilivyo. Ni ya wewe, baba, mama nini? Basi ngoja nikuache hivyo, lakini niambie sasa. Msikilizaji, tulijikuta sasa pale tayari tumekuwa na kale kwa ukaribu. Kama kwa ukaribu fulani hivi kati yangu mimi na yeye. Yule kaka bwana sijui ni mwana psychology wa wapi. Alianza kunipigisha story pale huku na kule, akaanza kunionyesha picha zingine hapa na pale, akaanza kuniuliza maswali. Nilijikuta stories zilikuwa zinaiva na muda ukawa unazidi kwenda. Nilishangaa saa 6 inafika niko na yule kaka tu pale. Nikajiuliza, huyu kaka huyu. Mwisho kabisa akaniambia, sasa hapa mimi nafikiri ni muda wa kwenda kulala. Ngambia, kwa hiyo kusoma leo usomi? Mimi sikuja kusoma huku. Umekuja kufanya nini? Mimi nilikuja huku kwa ajili ya kufanya hicho nilichokuwa nafanya hapa. Kwamba ulikuja kuangalia picha au? Yeah, ndo kitu kilichonileta. Kwamba ulishindwa kuangalia picha ukiwa hostel? Mimi alafu mbona hata sikai hostel? Kwa hiyo unatokea wapi? Mtaani? Yeah, mimi nimetoka mtaani. Nimekuja hapo na usafiri wangu ili nije kuangalia tu nani. Yaani wewe umekuja kuangalia picha zenyewe, unaangalia picha za kupiga, yani picha mnato. Sio kwamba umekuja kuangalia movie, yani umekuja tu kuangalia picha mnato kabisa, umetoka huko. Au ulijisikia tu kutembea huko? Sio shida, kwa sababu nilikuja na usafiri wangu, niliona tu nije nipumzike huko kidogo. Kule magetoni ukikaa kuna muda watu wanakuzoea, wanakuja wanakugongea mara anataka story na nini, kwa hiyo ni vizuri nikikaa zangu huku. Alafu pia huku kumechangamka pia. So unaona unaendelea na mambo yako afu nakutafu. Leo imekuwa ni vizuri zaidi kwa sababu pia nimekutana na mtoto mzuri kama wewe. Makubwa yamekuwa hayo tena. Kwa hiyo ukimaliza hapa sasa hivi ndo nikuache sasa uende jamani. Si muda mimi nikitoka hapa naingia zangu hosteli. Wewe mpaka utembee mpaka huko nje. Nimekwambia nimekuja na usafiri wangu. Kumbe una baskeli. Sio baskeli. Na usafiri wangu anyway. Wewe unatoka unaelekea hostel kule? Yeah, okay basi tutoke pamoja basi. Mimi niende zangu nipande usafiri niondoke. Msikilizaji, nilitoka na yule kaka. Akaniambia njoo basi nipande kwanza kwenye usafiri hapa. Nikupeleke hata mpaka karibu na hostel pale. Jamani.
Usafiri gani wewe jamani, yani unipakize kwenye baskeli? Na nikakwambia bana, na niko na baskeli bwana. Msikilizaji, pembeni pale niliona gari ambayo ilikuwa imepaki pale. Gari fulani hivi nyeusi. Akaingia pale, nikashangaa nafungua, akatoa funguo, akafungua mlango, akaingia ndani. Nikashangaa kitekenya pale. Nie. Nikashangaa jamani, kumbe yule kaka ni mtu ambaye ana gari. Alivyowasha tu pale akashuka pale. Akarudi pale nje pale akaniambia, "Okay. Kwa hiyo nakupeleka basi. Uingie nikupeleke sasa mpaka hostel." Hapana. Jamani, hostel pale jamani. Pale jengo lile naliona hilo hapo kweli. Niondoke kweli niende na gari jamani. Sikierere hicho jamani, siku jamani, hapana bana. Wewe bana, mimi nikutakia safari njema bana. Kumbe ndo maana umekuja unajeuri kwa sababu uko na gari yako. Mimi nikajiuliza hapa, huyo mtu gani anaweza katoka huko akaja mpaka huku? Aje mpaka huku tu eti aje tu kuangalia picha. Kumbe uko na gari hapo, sawa. Hapo nimeelewa. Sema kuna kitu natamani sana nikuulize. Waniuliza nini? Au niache tu? Hapana, usiache niulize. Hivi wewe leo ulikuja kukusoma kwa sababu ulikuwa unanilaumu sana mimi kwamba eti unanisema kwamba eti nimetoka huko nimekuja kupiga kuangalia picha tu. Haya, wewe hapo wewe ulikuja kusoma huko venyu? Mimi nilikuja kusoma. Sasa mbona wewe muda mrefu nimekuona pale? Unajua mimi nilikuwa nakuchungulia muda mrefu, ulikuwa hausomi. Mpaka naingia pale nilikuwa nakutazama, ulikuwa hausomi wala nini. Haya sasa mengine kivipi? Mbona ulikuwa usomi? Kuna mambo yangu tu nilikuwa nafikiria. Ndio hayo mambo sasa natamani uniambie. Kwa sababu nimekuona kabisa kuna namna hauko vizuri. Na mimi mpaka nasogea pale kukupigisha story uchangamke ni kwa sababu tayari nilikuwa nishakuona kwamba kuna namna na kuona ni una mawazo sana. Nilitamani sana niweze kufahamu, lakini sasa nilivyokuta tumeingiza maneno pale nikaona nisikuulize. Kama utojali niambie ulikuwa unafikiri kitu gani? Msikilizaji, pale mimi nilifikiri kidogo nikasema sijui nimwambie, lakini nikasema potelea mbali, ngoja tu nimwambie. Potelea mbali. Nikamwambia ujue nini kakaangu? Kiukweli leo nilikuja kukusoma. Lakini nilijikuta kwamba nimepata stress. Stress za kitu gani? Bana, ni mambo tu ya nyumbani. Mimi nafikiri tu yaache tu. Hapana, mimi nimekuuliza. Si bora uniambie tu. Haya bana, yani ni kwamba nilikuwa na matatizo nyumbani. Yani mama amenipigia simu. Alafu akaniambia kwamba ni postpone masomo yangu. Upostpone kwa sababu gani? Kuna kitu tulikuwa tunategemea kwamba tuweze kukifanya ili aweze kunilipia ada, lakini kwa ujumla ni kwamba imeshindikana kabisa. Kwa hivyo nilikuwa nafikiri sana pale kwamba kupostpone sio shida, lakini hoti nikipostpone hiyo pesa nitakuja kuipata wapi? Nilikuwa natafakari kazi ambayo nikifika nyumbani nitaifanya, alafu niweze kuhakikisha kwamba napata hiyo pesa nirudi shuleni. Hujalipa ada ya msimu huu au ya semester hii au semester ya mwisho ile? Yaani mimi sijalipa zote. Mimi nilikuja tu nikalipia accommodation na nini na ndio inanihifadhi mpaka sasa hivi. Lakini ada kama ada bado. Na tarehe unaona ndo za mwisho hizi. Okay. Kwani ada ya kwako wewe shilingi ngapi kwani? Ndio ile 1,400,000 na ngapi hivi vingine ni of course 1,400,000 kawaida. Hapo umechanganya na nani? Okay, 1,300,000 alafu na ile 65. Okay. 1,400,000 si ndivyo? Ndio hivyo. Okay, anyway basi. Mimi nafikiri nitakulipia hiyo ada yako, mimi nitakulipia. Alafu usiwaze kabisa kuhusiana na swala la kupostpone. Mimi hiyo hela nitakulipia. Uendelee na masomo. Soma kwa nguvu sana. Wewe kaka, kweli? Nitakulipia. Si mwaka huu tu nakulipia, mwaka mmoja huu unamalizia masomo. Wewe, unajua kweli, acha kusio kanidanganya. Hivi kwanza wewe unaitwa nani? Unajua tumekaa sijakuuliza. Nilijua tu ndio kitu ambacho utakuja kuniuliza hicho. Ndio, lazima nikuulize.
Unaitwa nani wewe jina lako? Mimi naitwa Karim. Karim? Yeah. Karim si jina la Kiislamu? Yeah, of course ni la Waislamu wengi sana wanatumia hivyo, lakini sio vibaya. Hata Wakristo hapo wanaoitwa hivyo, lakini pia mimi ni Muislamu kweli. Wewe ni Muislamu. Sijaona zile karata za Uislamu. Karata kama nini sasa? Yaani si nisemeje yani. Hizo ambazo hujaziona ndio hivyo. Sina hivyo na kama ambavyo huoni. Ulitegemea ukute mandevu hapa kidogo, yaani nini hapa ndefu kidogo, alafu pia uone labda nimevaa kanzu au suruali imeishia njiani haijafika chini mpaka mwisho, au ulitegemea uone kanzu au barakashia au nini, au ulitegemea uone sijida hapa? Yeah, of course vitu kama hivyo nilitegemea kuviona kwa mtu ambaye anajiita kamili la Karim, kijana wa Kiislamu. Nilitegemea kuona hivyo. Hapana, umekariri tu. Mimi ni Muislamu kweli. Naweza nikasema kwamba labda kuna namna nakengeuka kwa namna fulani hivi katika dini. Sababu hata swala sizifati kama zinavyotaka. Na swali lakini sio kivile kama ambavyo tunavyoelekezwa. Lakini pia labda kwa sababu nilisoma pia mimi sekondari na advance, sekondari O level na advance zote nilisoma seminari. Kwa hivyo kuna namna zilinipeleka kwenye Ukristo hivi. Si unajua tamaduni zile. Okay, hapo nimekuelewa. Ndio ubatizo kabisa sasa. Ubatizo uwe Mkristo kabisa. Unatamani sana niwe Mkristo? Napenda tu ndio, kwani si vizuri ukimpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Ushaanza sasa kunihubiria. Anyway bwana. Lilan bwana, basi poa. Mimi nafikiri niondoke. Kesho basi utanistua. Sasa nitakustuaje hata namba yako ya simu sina? Namba yangu ya simu, okay, andika hii hapa. Afu utanistua niweze kukulipia hiyo ada yako. Of course ni kugawana umaskini. Si unajua tena. Haiwezekani mtoto kama wewe ukarudi nyumbani, alafu kuna watu wanakunywa bia za shilingi 500,000 kwa wakati mmoja. Alafu wewe shilingi 1,400,000 ikufanye urudi nyumbani usisome. Hapo hapana, hatuwezi kumtendea. Tutakuwa tujamtendea Mungu haki kabisa. Nitashukuru bwana kama utafanya hivyo. Kwa hiyo nikusitia mida ya saa ngapi? Ni cheki kwenye mida ya saa 7. Saa 7 nafikiri. Saa 7 ni cheki afu utanistua basi. Haya, nitashukuru bana. Hamna shida. Na basi poa, usiku mwema basi. Msikilizaji, yule kaka bana wa kuitwa Karimu aliingia kwenye ndani ya gari. Aliwasha ile gari huku akipiga honi kuashiria kwamba yeye ndo anaondoka, na mimi nikaondoka zangu. Nilitafakari sana, nikasema ina maana maombi yangu ambayo niliyokuwa nikimuomba Mwenyezi Mungu ndo amenijibu. Real. Kwamba amenijibu hivi kwamba kweli huyu kaka jamani, au ni swaga tu, kwa sababu wanaume nao akiwa pengine wanamtaka mwanamke wanaongea chochote kile. Anaweza kukwambia hata nitakununulia gari. Na hata wakati huo yeye mwenyewe ana uwezo wa kununua gari, lakini anakuambia kitu chochote kile. Sasa nikatafakari nikasema jamani, is it true kwamba kweli ule kaka atalipa kweli 1,000,000 na point? Kuna mtu atakulipia hiyo hela kweli? Okay, basi sawa. Nilienda zangu kulala huku nilikuwa naendelea kumwomba Mwenyezi Mungu, nikamwambia my God, na kuomba sana uweze kuhakikisha kwamba haya maneno aliyoongea huyu kaka, hata kama alikuwa anatania, lakini mfanye aweze kutimiza hiyo ahadi, kwa sababu ni kitu amekisema kwenye midomo yake. Nilipofika hostel, msikilizaji, mimi sikulala. Wenzangu wakiwa wamelala wote, mimi nikawa naomba kimoyo moyo. Nilijifunika shuka langu gubi nikawa namuomba Mungu sana aweze kumfanya yule kaka, hata kama kuna pesa ameiweka mahali aweze kuitoa na kunilipia mimi, kwa sababu amesema kwa mdomo wake. Msikilizaji, uweze amini, niliomba sana kwa Mungu. Niliomba mpaka nikasema bana, nafikiri imetosha, kwa sababu kila nilipokuwa nikiomba nilikuwa nahisi kama maombi yangu hayajafika. Kila nilipokuwa nikiomba nilikuwa nahisi kama maombi yangu hayajafika pengine. Kila nikipiga maombi naona kama pengine Mungu hajanisikia, narudia. Nikakamilisha bana maombi yangu pale. Nikalala zangu pale. Hadi usiku kwenye ndoto nilikuwa naota kwamba yule kaka ananilipia.
Basi ile kesho bana nikawa nashinda pale. Nikaingia zangu venue. Akili yangu yote inaiwaza kuiona hiyo saa 7 ifike. Tukatoka kwenye kipindi. Sasa muda ule wa saa 7 ilikuwa siku ile, mida ile ya katikati ya saa 7 ile, baada ya kutoka kipindi kile kinachoisha saa 4 na dakika 45. Basi ilikuwa hamna kipindi mpaka kipindi cha saa 8. Kwa hiyo hapo katikati ilikuwa ndo muda ule sasa. Saa 7 iko hapo katikati kwenye huo muda wa likizo, huo muda wa ambao ni wa free huo. Nikasema kwanza sasa pale ngoja niwahi kula, ili muda huo nikianza kuongea naye, niongee naye muda ukiwa umetulia vizuri kabisa, nikiwa nimeshiba, ili hata akiniambia kwamba alikuwa ananitania niwe na nguvu ya kustahimili. Nikamwambia lakini Mungu, hapana. Sihitaji niwe nimedanganywa Mungu. Kumbuka kwamba mimi sina uwezo wa kulipa ada na babangu amenikataa moja kwa moja. Naomba unisaidie Mungu wangu. Nilienda zangu kula, msikilizaji, nikala nikamaliza. Ile natoka tu pale namuona Marco huyo hapa. Ndo anaingia naye pale kwenye cafeteria, akaniambia wewe, vipi? Kaambia poa. Mbona hujanistua jamani kwamba tuje kula? Mbona umewahi sana hivyo? Hapana, ungenistua bana. Si nilikwambia kwamba mimi nitasimamia swala lako zima la chakula hapa shuleni. Nilikwambia mpaka utakapokuwa umepata pesa yako. Ukipata pesa sawa, lakini ukiwa hujapata kipindi chote mimi nitakuwa ninakusimamia swala zima la kula, nilikwambia. Au umepata pesa sasa hivi? Hapana, sio hivyo, lakini kuna pesa fulani nilikuwa nayo, mama alinitumia kidogo, ndo niliona nisikusumbue nije tu kula. Sasa atakuniita jamani tuende tukale wote jamani, hata kama unalipa wewe ndo ukakataa, hukufanya hivyo. Bana, I'm sorry bana. Au twende nikusindikize basi ukale kwanza umalize. Twende basi. Msikilizaji, niliamua sasa kurudi pale cafeteria. Akachukua chakula chake pale, nikawa nimekaa naye tunapiga tu story. Bana, huwezi kukaa tu hivi. Chukua juisi ya embe hapa. Basi nikawa nimechukua juisi ya embe kubwa pale, nikawa nakunywa, yeye anakula chakula, mimi nakunywa. Hivyo nganywa kidogo kidogo pale, akamaliza, tukawa tunanyanyuka sasa tunaondoka. Ile tunaanza kutembea, naangalia muda pale. Muda huo bwana imefika saa 7 kasoro dakika 4. Mungu wangu. Sasa pale nikipiga sija. Unajua pale natetemeka na waza nikimpigia yule kaka namwambiaje? Naanzaje? Yaani nikimpigia naanzaje? Namwambia alipe, namwambia ndo nimekupigia kwa sababu ya ile issue au ni nini? Mkaka watu sijimfahamu. Bora hata yeye alikuwa anafahamu angalau jina langu, anasema aliwashawahi kuniona. What about me? Mimi nilikuwa sijui chochote, maskini ya Mungu. Sijui. Nikasema mna shida. Potelea mbali. Potelea pote. Tukatoka pale, nikasema sasa tumeongozana hapo mimi na Marco. Nikasema sasa nitamtorokaje Maiko hapa? Namtorokaje Marco ili niweze kumpigia simu huyo. Nikasema basi. Tukatembea tunapiga story mimi na Marco. Tunaelekea hapo kwenye kimbweta ili tuweze kwenda kukaa. Tukafika mahali pale kwenye kile kimbweta fulani hivi kingine, tukasema tukae pale. Nikaona sasa tayari hapo imeshafika saa 7 kamili. Nikasema huu ndo muda huu. Sasa muda ule Marco akaanzisha story nzito sana. Kapiga story mpaka nikajikuta nimejisahau kupiga simu ile saa 7 kamili. Kuangalia naona imefika saa 7 na dakika 22. Nikasema Mungu wangu, huyu mtu atasema siko serious. Atasema siko serious. Nikasema hapana, hebu ngoja. Nikanyanyuka zangu pale. Nikakaa pembeni hivi, nikaipiga ile simu, nikasogea pembeni. Bahati nzuri wakati nasogea pembeni, Helen ndo na yeye akawa anakuja. Anakuja pale pale ambapo tulipokuwa tumekaa. Sasa Marco akawa anampokea kwa maneno, Helen, mama huyo. Unajua kutupia mama? Au unataka upewe max za bure na lecturer nini? Unataka wateke ma lecturer hapa waanze kukupa max za bure. Unataka GPA ya 5 Unataka GPA ya 5? Helen akacheka zake pale, akaanza kumta, bana hebu toka zako huko bana. Max za bure unapewa na nani? Hivi Mwankuna ni wakukupa kweli max za bure kweli? Hebu utoka huko bana. Basi wakaanza kupiga story, nikaona ile kale kagepo ndo kazuri. Msikilizaji, simu niliyokuwa ninaipiga kwa yule kaka alijitambulisha kwangu kama Karim, ikawa bana inaita bila kupokelewa. Nikasema Mungu wangu, sio kaka atakuwa nimemuudhi. Awali niambia saa 7 nimtafute, sasa hivi ni saa 7 na madakika. Ningekuwa ni mtu ambaye niko serious, saa 7 kamili ningempigia. Nikapiga tena. Akawa hapokei. Nikasema Mungu wangu.
Basi nikarudi zangu pale, nikawa na mawazo yakawa yamenijaa pale, nikasema Mungu, ukifika saa 8 si ndo basi. Nikakaa zangu pale, nikaendelea kupiga story na wenzangu pale. Piga story pale. Sasa muda wa kipindi cha saa 8 napo hapo unakaribia. Hapo muda ukawa umesogea, umeenda mpaka saa 7 na dakika 42. Wenzangu pale wakaanza kusema, jamani, tuwahini basi venue, tupate siti, tujichagulie siti. Pia upande ambapo kuna feni, so unajua sasa hivi kuna joto, ukikaa pembeni kule unaweza ukaanza kulala. Bora ukae karibu na feni. Twendeni basi tukajichagulie siti za mbele. Ila kweli twendeni bwana. Basi pale tukanyanyuka pale, tukaanza kutembea kuelekea kule. Sasa tunakwenda kule, msikilizaji, tunakwenda kule venue. Akili yangu yote inawaza sana kuhusiana na yule kaka. Nasema sasa Karimu hapa atasema jamani, au ndo nilikuwa nimedanganywa jamani. Mungu wangu jamani, kwani siwezi kupata kodi tena ile ada jamani. Tunaenda, tunatembea, lakini mimi mawazo yangu yako mbali. Wenzangu wanapiga story, lakini akili yangu mimi iko mbali, inawaza Karimu maana yake amenidanganya. Tukaenda tukaingia mpaka pale venye, tukachagua siti za kukaa pamoja. Pale kulikuwa na viti vilivyokuwa vimetengenezwa pale, vilikuwa vimetengenezwa kwa group za 4, yani 1 2 3 4. Row ya 4. Alafu column 1 2 3 4. Alafu zinarudi huko nyuma. Sawa row 4, alafu column zinaenda kule viti sijui 30 ngapi sijui kurudi nyuma huko. Kwa hivyo iko mafungu. Kwa hiyo tukaenda tukachukua viti siti 1 2 hivi vya 3 hivi. Ndio tukakaa pale wote 4. Tumekaa pale. Sasa mimi nimekaa pembeni huku mwanzoni huku pako ambapo najua nikinyanyuka tu pale natoka bila kumwambia mtu anipishe. Nikawa nimekaa zangu pale. Muda ukaenda, imefika saa 8 kasoro dakika 7. Tunategemea hapo lecturer aingie, na yeye akiingia yule lecturer wa siku ile kipindi kile ni mtu ambaye hapendi watu wanaotoka. Nikasema hapa hivi itabidi nitoke tu. Lakini pia yule lecturer hapendi akiingia kuwe kuna mtu ambaye anaingia tena nyuma yake. Sasa nafanyaje hapa jamani? Na maana mimi ndo ada sipati tena. Kichwa changu kilibaki kinasugu. Kichwa kilisunguliwa pale. Nilihangaisha kichwa changu nikasema lakini ngoja tu nikae hapa. Kama akinipigia mimi nitatoka vyovyote vile, yani nitamwomba ruhusa lecturer pale mimi kwamba natoka. Kwa vyovyote atakavyoamua, lakini mimi nitamwambia natoka. Nikasema ngoja nikae pale. Tukakaa kweli saa 8 kamili ikaingia, simu yangu haijapigwa, haijatumiwa message. Nikasema nimtumie message, nikaona hapana, sijakaona jamani, mimi tena ni msumbufu. Nimepiga mara zote 3 hajapokea. Nikipiga tena si ataniona ni msumbufu, au ataniona mimi nilimpokeni jamani. Mtu tukaniambia atanisaidia, tayari mimi nimeanza kujilegeza kwake kila siku nampigia. Jamani atanipigia mwenyewe. Lakini hapana. Mimi nampigia bwana. Si aliniambia mwenyewe kwamba atanilipia. Basi msikilizaji, kichwa kikao kinahangaika pale. Kidogo nikashangaa Siara akatoka pale akagonga maiki. Kongo. Jamani tusikilizane jamani. My fellow students. Jamani students. Watu wakanyamaza kimya. Speaker pale za zile venue zikazi zinasikika sauti ya Siara peke yake. Jamani nimetumiwa ujumbe hapa, nimewasiliana na lecturer Tamimu. Amesema kwamba amepata dharura, kwa hivyo tufanye tu assignment yake, alafu tuhakikishe kwamba tumezimaliza. Muda akisema zikusanywe, asije akatokea mtu ambaye anasema kwamba hajamaliza kazi yake. Amesema hata kuwa na msamaha kwa mtu ambaye atakuwa hajamaliza kazi yake. Ni hayo tu. Watu bana pale watu tulishangilia. Fresh bwana, poa tu, safi bwana, bora tu. Wewe sasa hivi wapi wanangu? Uwanjani wewe, twendeni magetoni, tuingieni mtaani bwana. Basi watu pale wakaa kila mmoja anaongea la kwake. Mimi nilifurahi kwa sababu yangu nikisema huu ndo muda wa kwenda kumpigia simu Karimu ili aweze kunieleza kwamba ni nini kinaendelea. Aniambie tu kama hata ananilipia au anilipii niweze kujua, nijue kama mimi na postpone au ni nini kinaendelea. Kwa sababu nisingeweza kuruhusiwa kabisa kufanya mtihani kama mimi sijalipa ada. Basi bana tukatoka pale. Tukatoka wote pale. Mimi nikajichepusha ili nisiwe karibu na wenzangu pale. Ili niende nimtafute Karimu nimpigie simu mahali alipo. Nikasema hapa
ngoja niende nikampigie simu. Wenzangu hawakuniona. Nimetoka pale, nimewakwepa vizuri, nikawa niko mwenyewe. Nikasema hapa inabidi nimpigie simu tena. Nikampigia simu tena Karimu. Hello. Wapi? Yaani unajua niliitikia ile simu hello kana kwamba imepokelewa, lakini kumbe ilikuwa haijapokelewa bwana. Unajua bwana, ukiwa na shida bwana, kuna namna kama unawehuka fulani hivi eh? Ukiwa na shida ni kama unawehuka hivi. Nikashika bwana ile simu yangu nikawa naisikiliza inavyoendelea kuita. Wapi? Ikakata, haijapokelewa. Piga tena mara pili, haijapokelewa. Piga mara tatu, haijapokelewa. Nikakasirika pale, mimi nikasema bwana, huyu mtu alinani mwenyewe, mimi nikamtumia message pale. Nikamwambia bro, sasa cha kunidanganya hicho nini lakini? Haya bwana sawa, lakini sio vizuri. Nikaituma ile message, nikaona ime success, nikatulia. Nikasema mimi simtafuti tena bwana. Kama alikuwa na nzuga atajua mwenyewe. Nikarudisha mawazo yangu na msongo wangu mwingi, nikiwa nawaza nikirudi nyumbani nitafanya kazi gani ili niweze kupata pesa niweze kurudi shuleni. Nirudi chuoni niweze kuendelea na masomo yangu. Okay, na postpone, lakini nafanya kazi gani nyumbani? Shida sio kupostpone tu. Akili yangu ikaanza kunijia ikasema hapa dawa ni moja tu. Nikachonge dili na washikaji wa huni kule mtaani. Tuje tufungue zile tairi za magari ya baba pale nyumbani. Kulikuwa na magari mawili ambayo baba alikuwa anatumia. Tuangalie matairi ambayo ni mapya, tuyafungue pale, tukayauze yote. Tukiyauza, tugawane pesa na wao. Ndio akili yangu ilionijia pale. Nikasema hataki kunisomesha. Tunayafungua yale matairi yote. Manne yote tunayafungua. Gari asubuhi ataikuta ikiwa iko juu ya mawe. Alafu tuende kuyauza. Matairi ya gari ya baba yangu nilikuwa najua tu tukiauza tutapata milioni kadhaa yote manne. Mimi nitachukua milioni zangu kadhaa pale, hata nikichukua milioni 2, hizo zingine wakila hawa majambazi wenzangu safi tu. Lakini mimi nitakuwa nimepata ada. Tena nitakuwa nimepata na hela ya kutumia hata kwa kipindi fulani. Akili yangu ilikuwa imefikiri vile. Wakati naendelea kutafakari pale, msikilizaji, niliona message ambayo iliingia kwenye simu yangu. Niliangalia kwenye notification nikakliki. Ilikuwa ni message ambayo imetoka kwa Karim. Dada yangu samahani sana. Sijakudanganya. Ni muda ule wa saa 7 ulipokuwa unapiga, nilikuwa niko msikitini. Unajua jana tulivyoongea, umeniamsha sana nikaamua kwenda kusali. Lakini nikasema nikitoka nitakutafuta. Sasa nimesahau. Bahati mbaya tena muda unanipigia. Jamani, nilikuwa niko stationary. Alafu simu kumbe niliweka silent. Naomba unisamehe sana. Hebu naomba baada ya nusu saa nitakupigia. Meseji 3 ambazo zilizokuwa zimeambatana, lakini zote ujumbe wake kwa ujumla wake ulikuwa ni huo hapo. Pale nilishusha pumzi nikasema labda bana matairi ya magari ya baba yatakuwa yamepona. Pengine matairi yake yatakuwa yamepona. Kwa sababu nilishasema pale nitafungua zile tairi zote niziuze, nifungue na ile gari nyingine niziuze. Alafu tutakuwa wote tunahangaika kutafuta kwamba tairi zimeenda wapi. Akinunua zingine sawa, asiponunua atajua mwenyewe, lakini mimi nitakuwa nimepata hela. Nikasema jamani, huyu kaka Karimu anataka kuokoa tairi za magari ya baba yangu huyu. Kweli bwana, nikatulia. Sasa hapo kwa sababu kipindi kilikuwa kimeshairishwa, nilienda zangu nikakaa tu chini ya miti kule, nikawa na peruzi mtandaoni. Naangalia huku na kule. Nikawa naangalia magrupu ya WhatsApp, watu wanatuma wengine vichekesho, wengine wanatuma hizi, sweet notes, sweet nini. Basi nikawa na peruzi tu pale. Nusu saa iliisha, Karimu hakunipigia simu. Bana we, dakika 40 zikaisha, Karimu hajanipigia simu. Nikasema kweli hapa mimi ninachezeshwa michezo ya kitoto ya kipumbavu sana. Nikaanza kujilaumu, nikasema hivi kweli kwa akili yangu ya kawaida nilihisi kweli kuna mtu atatoa milioni 1 na kumlipia mtu ambaye amfahamu, watu wamekutana tu venue kweli? Nilisema kumbe mimi ni mjinga kiasi hiki. Kumbe mimi ni mpumbavu kiasi hiki. Kwa nini niliamini ujinga kama huu? Niliamini uongo kama huu? Eti kisa nimemwona na gari kwa hiyo nikaamini kwamba usikute gari sio yake, hata kama ni yake. Watu hatoagi pesa hivi. Hivi kwa nini niliamini hivyo? Lakini Mungu wangu. Lakini nashukuru kwa sababu Mungu ameshanipa akili ya kwenda kuuza matairi ya gari ya baba yangu. Nashukuru tu.
hata hiyo akili ulionipa Mungu, nikauze matairi ya gari ya baba yangu. Nashukuru hata kwa hicho ambacho ulichonipa. Hiyo akili ulionipa nashukuru. Huyu aendelee na mambo yake. Potelea mbali. Msikilizaji, nilitafakari na nikawa nimekata tamaa kabisa. Lisaa lizima liliisha tokea muda ambao aliyokuwa ameniambia kwamba atanipigia baada ya nusu saa. Lisaa lizima likawa limeisha msikilizaji. Hajapiga. Nikasema kwanza potelea mbali. Majibu nayo. Pale kuna yule kaka anajiita Kibeza. Kibeza na yule mwingine anajiita Mtukutu. Wale nikiwapa hilo dili, nikiwafungulia geti wakiingia, wana uwezo wa kufanya kila kitu pale ndani. Ila asije akantapeli. Wauze tu tairi za babangu. Kwanza mimi si postipondi. Kwa nini postipondi? Hilo dili linaweza likachezwa haraka. Mtukutu na mwenzake wale nikiwatafuta, naweza nikawa niko huku, nikaenda nikaichongesha dili, yale matairi yakauzwa, alafu bado nikarudi huku nikalipa ada na nikaendelea na masomo. Hamna sababu ya kupostipondi. Ni kuhakikisha tu kwamba pale wanaleta dawa. Hiyo dawa mimi watakayoileta kupuliza, mimi ndo nitaipuliza nyumbani. Watalala mpaka sio poa. Watalala kama wamekufa vile. Wote, sio mama, sio nani, wote walale usingizi kama wamekufa. Tairi sifunguliwe vizuri, siende sikauzwe. Na mimi nirudi zangu shuleni kichuoni kama kawaida. Yes. Mimi sio kupostipondi. Yes, basi. Msikilizaji, nilikuwa nikijifariji kabisa. Lisali moja na madakika alikuwa yameenda. Sijatafutwa wala nini. Msikilizaji, muda ambao nilikuwa sikutarajia, nilishangaa simu yangu ikiwa inaingiza simu. Maana yake kuna simu ilikuwa inapigwa. Niliangalia ile simu, ilikuwa namba nyingine. Sikufahamu kwamba ni nani alikuwa anapiga. Nilitaka kuipuuza lakini nikasema let me accept. Ngoja mimi nikubali tu nipokee hii simu. Nikapokea ile simu pap. Nikamwambia hello. Rafiki yangu bana, samahani sana dada yangu. Vipi lakini? Wewe ni nani? Ni Karim. Karim bwana, samahani. Hii namba kwani okay. Kumbe wewe nilikupa namba ya Voda. Hii ni Tigo yangu bana. Hii ni Tigo. Ni mimi bwana. Vipi bwana? Nimekuchomesha mahindi kichizi bwana. Samahani bwana, uko poa lakini? Niko poa. Sasa, hebu naomba nitumie control namba yako hapo. Simu yako hii si iko vizuri kwenye masuala ya hela? Ndio. Airtel Money iko vizuri kabisa Okay, basi sasa hebu kwanza nitumie kwanza hiyo control number kwanza. Alafu ili niweze kukulipia hiyo hela sasa hivi hapa. Samahani sana nimekuchelewesha bana, najua hapo pengine ukahisi kwamba mimi ni muhuni fulani hivi. Hebu nitumie hiyo control number yako kwanza. Haya poa, ngoja nakutumia. Nitumie basi sasa hivi. Wewe kweli unalipa lakini? Bana nitumie basi bwana. Nitumie hiyo namba yako chapu basi. Haya poa, nakutumia control number. Msikilizaji, uweze amini. Nilikata ile simu haraka. Nikaandika kwa njia ya message, nikaiangalia ile control number mara 2. Sio mara 2, hiyo ni mara 5 aise. Naiangalia ili kuhakikisha kwamba nisije nikakosea hata sehemu moja. Isije nikakosea babu kashanga pesa ikalipwa afu imelipwa kwa mtu mwingine. Nikahakikisha kwamba this is my control number. Nikaichukua ile control number, nikamtumia message, nikamwambia nimetuma message tu pale. Nikaona success, nikampigia pale akapokea. Nimeiona bana. Ngoja kidogo hapo message itakuja hapo kwako sasa hivi. Sawa. Msikilizaji, mpaka pale bado nilikuwa sijaamini kabisa kwamba nalipiwa ile pesa. Nilikuwa sijaamini kabisa. Nikakaa kama dakika 5 hivi nikashangaa message hiyo hapo. Jamani, huwezi amini. Jina langu hilo hapo, umefanikiwa kufanya malipo ya ada ile pale. Nikaisoma ile message kuitoka kwenye control number hii hapa, kila kitu. Bana, 1,000,000 na zote alikuwa amelipa zote kwa jumla yake. Sijakaa vizuri, nikasikia message inaingia kwenye line yangu tena. Kuangalia ulikuwa ni muamala. Shilingi 2,300,000 na shilingi 50,000 imetumwa. Imewekwa kwenye namba yangu ya Airtel Money. Nikasema Mungu wangu, kuangalia pale nakuta namba ya imethibitishwa, umepokea
pesa kiasi cha milioni 2 laki jamani na elfu 50 jamani, kutoka kwa nani? Naangalia pale Karimu Alfani Boimanda. Jamani, unajua msikilizaji, sikuamini kabisa kwamba mimi ndo yule kaka amefanya vile. Unajua hadi nilitetemeka, nikajiuliza huyu kaka anataka kitu gani kutoka kwangu? Ni kitu gani huyu kaka anahitaji kutoka kwangu? Yaani hapa jumla yake ni kwamba amenipa zaidi ya shilingi milioni 3. Milioni 1 na laki 4 amelipa kule. Hapa amenipa tena shilingi milioni 2 na laki na, jamani, kweli sikutaka kuamini kabisa kwamba nimefanywa vile. Niliona kama ni muujiza. Msikilizaji, pale mimi nilisimama na kumshukuru Mwenyezi Mungu, nikimwambia nashukuru sana Mungu wangu. Hata kama hii pesa nyingine atakuwa ameikosea kuituma hapa, lakini hii ya kulipiwa hii atakuwa amelipa. Na mimi shida yangu ilikuwa sio pesa hii aliyonitumia muamala, lakini hiyo ya ada hiyo hawezi kuitoa. Hawezi kuirudisha hiyo kwa namna yoyote ile. Ile imeshaingia kwenye akaunti ya Chuo, ndo imeingia. Nilimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kitendo kile. Nilipoona ule muamala wa shilingi milioni 2 na ilibidi nishike simu yangu na kumpigia ule kaka, nikamwambia sorry bro, nashukuru. Cha kwanza nashukuru sana kwa sababu nimeona kweli umenilipia jamani. Nakushukuru sana 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 sana. Yaani Mungu tu ndo anajua kwamba nakushukuru kiasi gani. Nakushukuru mno, sijui uko wapi nije angalau nikuone nikushukuru ana kwa ana. Sasa nafikiri tutaonana basi hata jioni, nitaingia huko prepo, nitaingia kusomea huko. Tutaonana tu, hata usiwaze. Jamani nikuone, jamani nikushukuru kwa macho hivi, nikuone ana kwa ana. Hamna shida. Ni kawaida sana. Tunagawana kidogo kilichopo, basi tunagawana kwa pamoja. Nakushukuru jamani, Mungu akubariki we kaka, jamani Mungu akubariki jamani. Jamani Mungu akubariki sana jamani we kaka. Usiwaze sana. Usiwaze, na nafikiri ndivyo ambavyo wanadamu tunapaswa kuishi. Alafu kaka, niambie. Samahani, kuna muamala umeukosea. Yaani baada ya kulipia kule, kuna pesa nyingine nimeona imeingia. Yaani umeituma huku kwenye line yangu hii ya Airtel. Muamala gani? Yaani kuna pesa imeingia huku zaidi ya milioni 2 nimeiona imeingia huku. Kumbe ni hiyo. Hiyo sijakosea bwana. Lile nimekutumia kabisa. Mimi ndo nimekutumia kwanza, hata usiwa. Umenitumia? Yaani umenitumiaje yani? Ni ya nini? Ni pesa yako bana, hiyo ya matumizi, itakusongesha mbele kidogo. Mimi hapana jamani, mimi ilikuwa ada, umenilipia nashukuru. Okay, baadaye basi. Msikilizaji, yule kaka alikata simu pale. Karimu alikata simu, hakutaka kabisa kuendelea kuongea na mimi. Msikilizaji, nilishikwa na uoga. Nikasema huyu kaka anataka kitu gani? Asije akaja akaniuza enda kunikata kichwa changu. Huyu mtu siku akitaka kwamba nimlipe, nitamlipa kitu gani? Anatumia hela yake yote. Kweli ananitumia? Hapana. Hii pesa mimi siwezi kuitumia. Hii pesa hapana, siwezi kumtumia kabisa. Siwezi kuitumia hii pesa ya watu. Niliacha pale ile simu kwenye simu yangu. Nikasema jioni akitakapokuja ndipo ambapo tutaongea na yeye na nitamwambia bwana, chukua pesa yako, mimi sitaki. Nashukuru umenilipia, lakini hiyo pesa nyingine I don't want it. Sitaki kabisa hiyo hela nyingine. Niliogopa bwana nisije nikaanza kutolewa makafara huko mimi au nikaanza kupelekwa huko, nikaanza kuambiwa naanza kuingiliwa kinyume na maumbile. Na matatizo yangu mimi mwenyewe. Huko na rekodi ya kwamba tayari babangu mzazi ameshaniingilia, alafu tena nije kupata matatizo mengine ya kuingiliwa kinyume na maumbile kwa sababu ya kupenda pesa za wanaume. Hapana. Msikilizaji, nilijidhatiti kwamba siwezi kutumia ile pesa kabisa. Sitotumia ile pesa kabisa. Yaani sasa uone bwana, unajua bwana, ninaweza nikasema kwamba ni mawazo ya kimaskini. Niliingiwa tena na msongo wa mawazo msikilizaji. Msongo mkubwa sana wa mawazo. Nikiwaza sana kuhusiana na ile pesa. Just imagine, nilikuwa sina pesa, sina ada, nikawa na msongo wa mawazo. Nimelipiwa ada, nimepewa na pesa nyingine, alafu nakuwa na msongo tena wa mawazo. Yaani msongo wa mawazo unahusu kwamba kwa nini nimepewa pesa.
Unaweza ukafikiri kwamba pengine ni mawazo ya kimaskini, lakini nafikiri hata kama ungekuwa ni wewe msikilizaji, pengine kuna namna fulani hata wewe mwenyewe ungeshangaa. How can a person give you a lot of money? Pesa nyingi kiasi kile ambacho ni mtu ambaye hamfahamiani, humjui, alafu akupe pesa yake nyingi kiasi kile. Inawezekanaje? Inawezekanaje? Basi nilijikuta nikiwa kwenye msongo. Nilikuwa na kafuraha ambako kanazidi huku nikiwa na rukaruka. Lakini nilipokuwa nakumbuka ile pesa nyingine nilikuwa napata msongo wa mawazo. Nilikaa, ikafika mpaka jioni ile. Muda wa kwenda prepo. Kijana rafiki yangu yule, Marco, akaja akanipitia ili tuweze kwenda kusoma. Tukaingia zetu venue, tukaanza kusoma. Lakini mawazo yangu mara nyingi yalikuwa yanawaza sana kwamba pengine yule Karimu angeweza kunitafuta ili tuweze kuonana. Nilikuta kimya. Ilibidi nisogee pembeni umbali kidogo na Marco nimpigie simu Karimu. Karimu nilimpigia, simu yangu wala hakuipokea. Nilipiga tena wala hata hakuipokea simu yangu. Muda huo ulikuwa ni mida ya saa 3, hajapokea simu yangu kabisa. Nikasema sasa huyu mtu tutaonanaje kama hawezi kupokea simu yangu. Nilirudi ndani na kuendelea kusoma nikiwa mimi pamoja na Marco. Tuliendelea kusoma pamoja na yeye. Vipi shemeji anakusumbua sumbua sana nini? Mbona unatoka toka sana leo? Shemeji hiyo kwio. Sio hivyo tu, kuna mambo hajakaa sawa tu. Wewe nimekuambia bwana, mambo yako yakiwa hajakaa sawa usiache kuniambia bwana. Niambie ni jambo gani la kusumbua. Mimi sipendi unajua kukuona ukiwa unakaa katika hali ya mashaka hivyo. Amna, mambo yatakaa sawa tu, hata usiwaze bwana Marco. Nashukuru sana pia kwa kampani yako. Basi poa. Nilimshukuru sana pia Marco kwa sababu alikuwa yuko pamoja na mimi. Angalau kwa vitu kama vile chakula na kadhalika, japokuwa kwenye upande wa kulipa ada pengine ni jambo ambalo lilikuwa liko nje ya uwezo wake. Na sina kumbukumbu vizuri kama alishawahi kumwambia kwamba na tatizo la ada pia. Basi bwana msikilizaji, nikaendelea pale tukakaa mpaka tunamaliza kujisomea tunaondoka. Hakuna simu iliyopigwa na Karimu wala nini. Nilipopiga simu tena ilikuwa haipatikani. Hivi unajua msongo wa kuwa na pesa? Yaani unapata msongo kwa sababu una pesa. Ile pesa ilinisumbua sana kwenye kichwa changu. Mpaka nikiwa nalala na iota. Nikaanza kuota mara sijui inachukuliwa na majini sijui nini, kwa sababu tu ya ile wenge nililokuwa ninalo kuhusiana na ile pesa. Nilikuwa naogopa kwamba Karimu anaweza kanitoa hata kwenye majini huko. Ndio ilikuwa hofu yangu. Sikutaka kuamini kabisa kwamba ni mtu ambaye ana moyo tu wa kunijitolea ati kwangu mimi. Basi mimi nikaenda zangu kulala kwa sababu ndo hivyo. Haya, asubuhi ikafika. Nikajaribu kupiga simu, ile simu namba haipatikani. Piga namba ya Karimu haipatikani. Lakini Karimu alikuwa anasoma pale pale. Ila sasa kozi aliyokuwa anasoma, alikuwa anasoma kozi tofauti kabisa ambapo hatuingiliani hata kozi moja. Yaani hatuingiliani hata kwenye kipindi kimoja. Mbali tofauti kabisa. Kwa hiyo ikajikuta kwamba mimi sina namna ya kumuona. Nilikuwa najaribu kuangalia magari kwamba nitaona gari yake. Lakini ndo kama hivyo tena. Ile gari sikuiona tena. Sikuona gari kama ile tena kabisa ile. Na hata hivyo nilikuwa sijaikariri vizuri, lakini nakumbuka rangi yake. Kwa hivyo kila nilipokuwa naona gari ambayo ina rangi fulani hivi kama nyeusi, dark blue fulani hivi, nilikuwa nikihisi ni ya kwake, nilikitazama, lakini nilikuwa ndani yake nilikuwa simuoni Karimu. Ziliisha kama siku 5 hivi. Siwasiliani na Karimu, namba yake haipatikani. Zote mbili hazipatikani. Na vile vile hata ile nani ile yeye mwenyewe kunitafuta hajawahi kunitafuta. Lakini hata ile pesa yake mimi sikujaribu kutoa hata shilingi 100. Sikujaribu kutoa ile niweze kuitumia kabisa. Nilikuwa na bonge la hofu. Naogopa. Yaani ndo naogopa. Yaani ndo nilikuwa naogopa kweli sana. Yaani wallahi nilikuwa naogopa hatari. Nilikuwa naogopa. Kila nikikumbuka tu ile pesa kule moyo wangu unaenda speed. Basi baada ya siku 5 zile kuisha, nikabidi sasa nimwambie Marco. Nikamwambia Marco, kuna kitu fulani nataka nikushirikishe rafiki yangu. Kitu gani hicho? Hebu twende kule uwanjani kule. Nataka tuongee na wewe mahali ambapo hakuna mtu mwingine na tunaona kabisa hakuna mtu.
Sio tukae sehemu ambapo tunazuga kwamba tunajua hakuna mtu, kumbe kuna mtu yuko nyuma. Nataka twende uwanjani kwa sababu kule kuna uwazi mkubwa na sasa hivi mida hii bado kumetulia. Twende kule ili uniambie, nikwambie hicho kitu ambacho ninachotaka kukishirikisha. Basi poa, twende. Tuliongozana mimi pamoja na Marco. Tukashuka huyo tukaenda mpaka kule uwanjani. Mida hiyo ni mida ya asubuhi, kwa hivyo hakuna watu ambao wako uwanjani. Ni asubuhi ya saa 4. Maana watu pale wanaingiaga uwanjani asubuhi kabisa. Na mida ya jioni. Hii mida ya saa 4 kwenda saa 5 Swiss mpaka saa 8 huwezi kuona watu kule uwanjani. Labda ukiona mtu ni mmoja kwa bahati. Basi tukaenda kule. Tukakaa mahali ambapo tulikuwa tunaamini kabisa hapa unaweza kuona maeneo yote. Tukakaa. Nikamwambia bana, Marco, naomba nikushirikishe jambo. Hebu niambie. Hivi inawezekana kweli mtu tu hivi ambaye hamfahamiani mmeonana mara moja tu, japokuwa anadai kwamba wewe anakufahamu, anakutajia na jina lako, lakini eti kuonana tu mara moja wewe ndo unamfahamu siku hiyo hiyo, alafu akawa tayari kukupa pesa yake, akulipie ada na akupe na pesa ya matumizi kweli? Inategemea kwamba mtu huyo baada ya kuonana na kufahamiana mmekubaliana kitu gani. Hakuna kitu chochote ambacho tumekubaliana. Yaani hakuna kitu chochote ambacho tunakubaliana zaidi tu ya kusema kwamba yuko tayari kuilipia hiyo ada. Yaani mnakuwa mnazungumza kitu gani mpaka ikafikia hapo? Kwa sababu kama mtu hamjafahamiana si rahisi kumweleza kwamba hujalipia ada. Kulikuwa kuna mazingira gani hapo? Okay, labda sasa ngoja nikwambie mkanda mzima ulivyokuwa. Mimi nilikuwa na stress zangu, nimekaa zangu nimetulia, akaja mkaka, akaanza kunipigisha story, tukapiga story. Tulivyotoka muda wa kutoka pale, akaniuliza kwa nini ulikuwa vile. Nikaona basi tu hebu ngoja nimwambie tu. Kwa sababu mimi nilikuwa nataka kupostpone. Kwa sababu mama amenieleza kwamba haitawezekana kupatikana ada. Kwa hiyo nikataka kupostpone. Na mama hapo ndo nimemaliza kuongea naye. Ndo nikawa na huo msongo. Nilikuwa hata sijaonana na wewe. Sasa yule kaka alivyoniuliza nikasema ngoja tu nimwambie. Tulivyotoka pale nje akaniuliza sana, akanilazimisha nikaona ngoja nimwambie. Nikamwambia kwamba bana ni issue za ada. Ndo akaniambia kwamba atanilipia. Akapanda gari akaondoka na akawa ndo ameondoka na namba yangu. Sasa kweli ameilipa ile pesa toka majuzi. Amelipa ile ada na hata message yangu hii hapa, unaona iliyotumiwa baada ya kukamilisha malipo. Hii hapa umeona? Msikilizaji, nikamuonyesha pale na Marco ile message ambayo nilikuwa nimepewa, niliyotumiwa na chuo baada ya kukamilisha muamala wa kulipia ada ya mwaka mzima, sio semester tu. Akaniambia, okay. Aisee, huyu mtu huyu bwana, aisee ana moyo sana kulipa ada. Sasa sikiliza nikwambie Marco, sio ada tu kwamba amelipa hiyo pesa, lakini amenitumia pesa nyingine nyingi sana. Yaani sijui hivi kweli inawezekana au kuna kitu anataka anifanyie kibaya mimi. Amekutumia shilingi ngapi? Bana, pesa ni nyingi zaidi hata hiyo ya ada. Wewe usiniambie. Kweli vile kanitumia zaidi ya milioni 2. Aisa ngwambie kitu. Huyo kuna kitu anataka. Ukiongea naye anakuambia anataka nini? Bana, nakwambia toka nimpe shukrani mpaka sasa hivi hapatikani. Namba yake haipatikani toka nimwambie tu asante mpaka sasa hivi. Siku ile aliniambia kwamba atakuja huku, akija prepo tutakutana, akija kusoma huku tutakutana. Namba yake ikawa haipatikani mpaka leo. Leo ni siku ya ngapi? Siku 5 zimeisha. Leo siku ya 6. Hapatikani kabisa. Sasa sikiliza nikwambie. Bwana, hiyo ada hiyo achana nayo. Hiyo inaweza kuwa ni bahati yako. Lakini hizo issues zinazoambiwa za pesa nyingine unazotumiwa, bwana we, mimi sikushauri. Sikushauri kabisa. Kwa sababu hata likitokea la kutokea, utamwambiaje? Yaani unajua, yaani utasema hizo hela za nini? Hii nyingine ada utasema ni pesa ya ada ambayo mtu alijitolea kanilipia.
Lakini mtu kama labda nilijambazi huko, lifisadi, limeiba pesa afu linataka kutakatisha fedha, ukisema alijitolea kwangu kama msaada akanipa ada, sawa, lakini hiyo pesa nyingine anayokutumia ni pesa gani? Lakini pia kuna mambo mengine ya kishirikina bwana, ushaelewa? Kuna mambo mengine ni ya kishirikina, huwezi jua mtu analenga nini. Mimi nakushauri, lakini kwa sababu pesa najua ni tamu, nakushauri hiyo pesa uweze kumrudishia. Nimrudishie? Lakini sasa namrudishiaje na kati hapatikani? Wewe cha msingi hapo, usitumie hiyo pesa. Siku akipatikana tu, rudisha huo muamala. Ni bora uishi maisha yako ya magumu magumu, na kama ushalipiwa ada hiyo, potelea mbali. Hiyo ndo raha. Maisha yako ya kula na kunywa, tutakula tutakunywa hivyo hivyo, lakini sio pesa za mtu nyingi kiasi hicho. Yaani sio kwamba amekupa 100,000 lakini yani milioni 2 na hapana bwana. Mimi bana, kama rafiki yako nakushauri uachane na hizo pesa. Ila kweli mimi hapa, mimi nasikiliza ushauri wako. Siwezi kukubali hii pesa mimi nikae nayo kwa kweli. Siwezi kubali hii pesa jamani, hapana. Na mimi hapa naiacha. Marco alichoniambia ndo kitu cha uhakika na ndo kitu cha maana. Anaweza akawa nilifisadi huko, limeiba pesa za watu huko, alafu sasa kwenye ufisadi wake linataka linihamishie hizo pesa. Baadaye wakitrack, wakija kugundua kwamba kuna pesa zimetoka kwake kuingia kwangu, nitajibu nini? Dani kumrudishia, ili hata wakiniuliza niwaambie mimi nilikuwa na shida na ada tu, alafu yeye badala yake amelipa mpaka ananipa mpaka pesa nyingine ambazo mimi sikuwa na shida nazo. Watanielewa, nisije kaingia kwenye matatizo. Ndio hivyo. Alafu kuna hilo na mambo mengine ya kishirikina, huwezi jua. Kwa hakuna pesa ya mtu inaliwa hivi hivi. Mtu anakupa pesa alafu anakuja kukutoa kafara, unashangaa unakufa wewe au hata wazazi. Bana Marco, mimi nimekuelewa, nashukuru. Na ndio maana yani nafsi yangu yote ilikuwa inaniambia kwamba mtu ambaye naweza nikamwambia akanipa ushauri wa maana ni wewe. Nashukuru sana kwa wewe kunipatia ushauri. Nakushukuru sana kwa kweli. Sana, yani nakushukuru sana. Wewe kweli ni rafiki yangu wa kweli. Hii pesa naiacha, akinitafuta tu atashangaa muamala wake hapo. Ndo kama hivyo bwana. Msikilizaji, tulishauriana mimi pale, alinishauri vizuri sana Marco, na mimi nilikuwa nimekubali ule ushauri wake. Zilipita siku 2, wiki ikawa imeisha sasa pale. Ikawa tumeingia ile siku ambayo tunaingia wiki nyingine ya pili. Nilishangaa gari ambayo iliyokuwa imekuja imepaki pembeni yangu. Nilipokuwa natembea kuelekea hostel, gari lisimama pembeni yangu, na nilipotazama ndani nilimwona kijana Karimu akiwa yuko pale. He, wewe vipi? Poa, nabii. Sasa mbona tuonani? Kulikuwa na tatizo lolote kwani? Si nilishalipa na dini, kuna tatizo lingine lolote? Hapana, nasema tu tulikwambia kubaliana kwamba nitukutane nikupe shukrani ya macho kwa macho. Okay, ndo ushaniona hapa. Lakini nafikiri shukrani nyingi uweze kumpa Mungu. Lakini mimi hamna shida. Sasa mbona namba zako hazipatikani? Kuna mtu fulani alikuwa anasumbua sana. Niliona nikae nje tu nitumie namba zangu zingine, alafu na mimi nikasahau kutafuta, lakini sasa hivi leo nimezirudisha, zinapatikana. Jaribu hapo utaona. Nilijaribu kupiga simu pale nikakuta kweli inaita. Usikwema, lakini safi. Sasa mimi bana, ile lako nyingine mimi nilikuwa sijaielewa. Nilikwambia ni ile yako ya matumizi. Kwani kuna shida? Jamani, mimi nilikuwa sio hiyo, mimi nilikuwa nataka tu hela ya bana. Hebu ngoja, kuna sehemu na wahi bwana. Msikilizaji aliwasha gari yake pale pale na kuondoka. Lakini nikasema hamna shida. Huyu si ameni, namba yake inapatikana sasa hivi. Pale pale mimi nilifanya muamala haraka sana na kurudisha ile pesa. Pesa haikwenda yote kweli, ndio. Ilikatwa nyingine. Lakini nilirudisha ule muamala kwake kule kule. Nikaona message imethibitishwa ile pesa imerudi kwake. Pale pale nikapigia simu Marco nikamwambia bana, ile pesa nimeirudisha. Akaniambia safi sana. Umeirudisha? Basi hapo sasa hivi kidogo unakaa kwa amani. Bwana. Tumekaa bana, imefika jioni. Nikaona gari ya Marco iko mahali. Eti ya Michael, gari ya Karimu iko mahali imepaki. Ananipigia simu. Kutazama nikamuona. Akaniambia mambo. Nikamwambia poa, vipi? Safi, unaniona hapa? Ndio. Aya, angalia message hapo kwenye simu yako. Nyinyi. Akakata simu bwana kuangalia.
nakutana na muamala akaurudisha tena, kaongeza na hela juu, pesa yote ile ameirudisha tena. Msikilizaji, hapo ni patamu sana, uweze amini. Sijui hapo sasa ungekuwa wewe unafanyaje? Hivi anataka kitu gani kwangu lakini? Anataka kitu gani kwangu? Basi bana, ndivyo hapo ilivyokuwa bwana. Hebu tukutane katika sehemu inayofuata tuweze kupata mwendelezo wa simulizi hii. Bye bye, hadi wakati mwingine.